Bwana Yesu asifiwe sana wa ndugu zangu wapendwa. Nikiangalia video hiki natembea kwenye mitandaoni na mimi nasikia natishika zaidi. Kwa kweli Mungu ni mwema. Hapa kwa maandiko Mithali 19 sura 19 mstari wa 14 panasema hivi: nyumba na mali ni urithi apataye mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Amina. Kwa kweli tukiona hii video inatembea inatisha wa vijana. Ndio maana naona mtu haolewi, kwa sababu kwa sasa watu wameona kama ndoa si ndoa, zimekuwa ndoani. Kwa kweli ukitizama vizuri, na watu ndio wamesababisha ziwe ndoani. Watu wako wanaolewa kwa mitego na wanafanya unyumba kwa mitego. Wa vijana wameogopa kuoa kwa sasa, wameamua kuchezea watu kwa sababu ni ulisi wametoa kule kwa wazazi. Mzazi wenye haheshimu Mungu, kazi yake ni kufanya nini? Ni kutafuta wanawake, ni kutafuta wengine wa mama. Mama hajajua Mungu, ye kazi yake ni kutafuta wengine wa baba. Je, unajua wa vijana wakiona vile, je wataoa? Hawataoa, kwa sababu wanaishi katika familia ya kuchezeana, familia ya haieleweki, familia zao hazieleweki. Je, na yana kitizama nyuma anasema ni wewe kweli, inakuwa swala kubwa zaidi. Wazazi, hiyo yote ni kweli. Ukiwa mlevi usitamani kuzaa mtoto sio mlevi, kwa sababu analisi. Ukiwa malaya usitamani kuzaa mtoto sio malaya, kwa sababu amelisi. Ukiwa mgombanaji usitamani kuzaa mtoto sio mgombanaji, kwa sababu amelisi. Wewe kwa sababu Biblia inatuambia kweli, inatuambia wazi kwamba mali na nyumba ni urithi kutoka kwa babaye, kutoka kwa wazazi. Na mke mke mwema ni mtu anapewa na Bwana. Amina. Kwa kweli ukienda tizama kwa leo, ukijifikiria we mama kwenye ulipo, unajifikiri kweli ni zawadi kutoka kwa Bwana kabisa. Huyo Bwana iko mbele yako, unajifikiri kweli ni mume kutoka kwa Bwana kabisa. Ukiona matendo yake kwa kweli ni yule. Ukiona matendo ya mama ni yule. Ukiona matendo ya mama ni mama wala ni kamama, kwa sababu wewe unajua. Ukiangalia ni mume wala ni kamume wala ni kama mama. Lazima ikae unajua, kwa sababu alama za kuonesha kama mama na kaeleweki ndani ya nyumba, kanasumbua manyumba, kana tesa mume wake, kaeleweki. Mume hawezi kuongea, hawezi kuikaa nafasi baongee kitu, bafunge kitu kimoja, kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya watoto. Hakaeleweka kwa sababu kanapenda wa Bwana. Ukiangalia huyu mama, ukiangalia baba, kwa kweli ni Bwana umepewa na Bwana, kwa sababu ukiangalia ulevi wake, ukiangalia umalaya wake, ukiangalia kutokuelewa kwake, ukiangalia vita zake ndani ya nyumba, kweli ni Bwana nikabona Bwana. Kuna mambo mengine ukiona unatishika. Kuna mambo mengine sisi wa vijana wakiona wanatishika. Kuna mambo mengine wa vijana wakiona wanasikia hoga kabisa, wanakuwa na hofu. Sema na mimi nikioa, je nitakuwa kama hao wazazi wangu? Inatisha zaidi, kwa sababu ameona baba yake ni mlevi. Ameona baba yake akirudia nyumbani ni mgomvi, ni mpiganaji, nyumba amegeuza kiwanja cha ngumi yani. Amen. Yani unaelewa, ni baba ni kama baba. Kuna vitu vingine vinatisha, na ndio maana watoto wanafika sasa ukimuuliza ule ni babaka, anaanza wewe ni baba ni mzee. Yani anakosa kabisa sehemu atakutia, kwa sababu anakuelewa vizuri. Hiyo ni tatizo gani? Kwa sababu utapokea Yesu kama mwokozi wako. Kwa sababu Yesu akiwa ndani yako, amani inakuja, unakuwa mtulivu. Je, ako kama huyo mke ni kama ni kama mama? Kuna wengine watoto wanaogopa hata kupresent wa mama zao, kwa sababu anaona mama ni washani, mama ni wa vita, mama ni mpiganaji.
Mama haeleweki. Mama kutendea wengine wa Bwana ni kawaida. Mama anabana safari zieleweki. Yaani unakuta na mtoto na yeye amekomalia katika ile hali. Bahati ni kwa sababu huruma wa Bwana Yesu upo. Kama mtoto akiupokea, Biblia inasema yote mtoto hata hukumiwa kwa sababu dhambi ya wazazi. Lakini asipompokea atalisi kuwa kama baba kama ni mvulana, kama ni mwanamke atalisi kuwa kama mama kama ni mvulana, kama hakupokea Bwana Yesu. Na ndio bahati tunayo ndani ya maisha yetu. Inabidi wapendwa muwe mujile